Kwa majina naitwa Nembris Emmanuel Molel. Ni mwanafunzi wa JKT Mwegele kidato cha 6 ambaye ninahitimu siku ya leo. Changamoto kubwa tunayopitia wanafunzi wa JKT katika swala la ulinzi na usalama, tukiongelea upande wa uzio wa shule. Tunapitia changamoto hiyo kwa kuwa tunakuwa tunapata usumbufu mbalimbali, kwa mfano bodaboda kuja katika mazingira ya shule, kupita kama kufanya kama njia, lakini pia kutoa katika consideration kipindi cha masomo, kwa sababu unaweza kuta wanapita na muziki kulingana na mazingira ya kuwepo na miti na kuzungukwa na msitu. Nyoka wapo na yote ni kwa sababu ya kukosa uzio katika shule, lakini kupitia uzio kuwekwa tunaamini kwamba changamoto zote zitakuwa zimetatuliwa. Kwa majina naitwa Mary Julius Mjema, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 shule ya sekondari JKT Mwegele. Kwa hapa shule na nyumba 2 tu za walimu ambazo wanaweza kupumzikia. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kusaidia, kwa sababu kuna changamoto nyingi wanafunzi wanaweza kupata usiku, mwingine anakusa anapata ugonjwa, anaumwa. Kwa vile mwalimu anavyokaa mbali na shule na kwake ni changamoto kutoka nje kuja hapa shule. Kwa ni vizuri mwalimu anapopata makazi yake hapa shule anakuwa anapata sehemu ya kulala kwa usalama wetu vizuri kwa sisi wanafunzi. Hivyo tunaomba serikali iweze kutusaidia makazi, watuongezee nyumba kidogo nyingine za walimu waweze kupumzikia hapa shuleni. Hata hivyo napenda kuzungumzia kuhusu huduma za kiafya kwa hapa shuleni. Huduma za kiafya kwa hapa shuleni tunayo pharmacy pale ndogo, lakini tungeomba serikali iweze kutupatia pharmacy nyingine kubwa hata neso hapa shule kwa huduma vizuri na maangalizi vizuri sana ya wanafunzi kwa hapa shuleni. Kama hivyo daktari, neso, maangalizi vizuri ambaye amebobea kwenye huduma za kiafya. Tungeomba serikali iweze kusaidia. Ninaitwa Madam Mariam Alfani Mpunga, mkuu wa shule JKT Mwegele. Leo tuna mahafali ya 4 ambayo tumeweza kisha kuandaa watahiniwa takribani 241 ambao kwenye michepuo ya art na science. Tunafarijika kwa sababu viongozi wa halmashauri wamekuwa sehemu ya maisha yetu, lakini pia changamoto zetu wamekuwa kizichukua na kuzifanyia kazi. Katika risala ambayo tumemsomea mgeni wetu rasmi, tumeweza kubainisha pale changamoto ambayo tunaipitia. Changamoto kubwa ni uzio, na mgeni wetu rasmi amechukua, lakini pia nyumba za walimu. Hakuna nyumba za walimu, kiasi ambacho inapelekea baadhi ya walimu kuishi mbali na eneo hili la kazi, na ukizingatia hao ni watoto wa kike. Tunapaswa walimu wawepo mazingira haya waweze kuwafundisha na kuwasimamia na kuwalinda. Tayari tunashukuru naibu waziri wa elimu Mheshimiwa Wanu alikuja hapa akatusaidia milioni 20, lakini ile foundation ya chini tulianza kwa michango ya wazazi na kiasi kikubwa alitoa Mheshimiwa Jafo ambaye mbunge wetu na Mheshimiwa Petro Magoti mkuu wa wilaya waliweza kujitakriban kumaliza ile msingi wa chini, lakini juzi mbunge ameongeza nguvu ya simenti 100. Lakini pia tunaamini kabisa kupitia hiyo milioni 20 tuna sehemu tutafikia, na tunaiomba serikali kwa sababu idadi ya walimu ni wengi na nyumba ziko 3 tu, kwa hiyo hazikizi haja ya idadi ya walimu. Tunaomba tusaidie. Lakini pia uzio utatusaidia kupitia wanyama wakali. Sisi tupo karibu na pori kubwa sana ambalo ili kuna wakati ni changamoto, wanyama wakali huwa wanaingia. Kwa hiyo kupitia uzio utafanya watoto wetu waishi salama, wasome wakiwa wanajiamini na kuwa na amani. Hili ni jambo ambalo tunaamini serikali itatusikiliza na watatusaidia. Kwa sasa tumeweka michepuo ya art pamoja na science. Sisi kwanza tunajivunia kwa sababu mwaka jana tuliweza kupata scholarship ile ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa watoto 5 kupata PCB 0.5. Kwa hiyo mama amewapa mkopo kwa pale Muhimbili. Kwa hiyo tunaamini kwamba mwaka huu watafanya zaidi, kwa sababu watoto wa kike wakiona wenzao wanafanya, wao wanapata morali ya kufanya zaidi. Katika risala tumesikia mwalimu mkuu mkiomba kupatiwa ukuta katika shule hii. Changamoto ni ukuta. Ni kweli tumeona na serikali imeona, na sio tu hapa, tunayo na shule yetu ya kule ya vijana wetu wa Minaki. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi tutaungana na mimi, hilo jambo lipo mikononi mwa serikali, tayari limeanza kufanyiwa kazi. Kwa hiyo tutawalinda watoto wetu wote wa hapa pamoja na Minaki, Kisarawe, JKT karibu na kule Minaki. Kwa hiyo tumelichukua, serikali imelichukua, lakini na yote ambayo mmeyasema katika risala yenu, mmesema mnahitaji TV, hili tumelibeba. Mmesema mnahitaji photocopy machine, lakini na kompyuta hazitoshi, kwa sababu sasa hivi dunia inaendeshwa na masuala ya mifumo, si ndio, mitandao. Kwa hiyo hili nalo pia serikali imelibeba.
tutakwenda kulichakata. Mwalimu mkuu, tutarudi, tutaona namna ambayo tunasaidia watoto wetu hawa na wao wawe wa kisasa. Tumeelewana wanangu? Ongezeeni bidii, mwende mkapate matokeo mazuri. Future inakusubiri ni nyinyi. Mmenielewa wanangu wazuri? Kwa hiyo jitahidini, na sisi wazazi wenu tunakutakieni kila laheri katika mitihani yenu, lakini tunawatakia pia baraka, maisha mema yenye utulivu baada ya kumaliza mitihani yenu na kurudi mtaani. Tunawasihi sana sisi wazazi wenu, nendeni mkawe raia wema wa taifa hili. Taifa linawategemea. Mkisikia neno lile taifa la kesho, ndiyo nyinyi kesho imefika. Tunaomba mkajitahidi sana. Kazilindeni afya zenu. Kazilindeni afya zenu. Mtaani kuna maradhi. Wale watu bado wapo wanawawinda wale. Bado mko msituni. Kazilindeni sana afya zenu. Kajikingeni na maradhi. Kajikingeni na ugonjwa mbaya wa HIV. Nendeni mkajilinde nao. Na wazazi tunakuombeni, hao watoto tunawarudisha wakiwa salama. Mtusaidie, mjisaidie nyinyi wenyewe kuwalinda hao watoto. Hawa ndio viongozi wa baadaye katika familia zenu, lakini na katika taifa hili. Lakini vile vile ninaomba niwakumbushe sana watoto wangu wazuri, nidhamu. Nidhamu ndio inasimamisha kila kitu. Ndio inabeba kila kitu. Unaweza ukawa una akili za darasani unapata first class, lakini huna nidhamu. Hakuna mtu anaweza kufanya kazi na wewe wala kuishi nawe. Si ndio jamani wazazi, nakosea? Nidhamu ndio inasimamisha kila kitu. Kwa hiyo uwe una akili, ukapambwa na nidhamu, ukapambwa na utulivu, wewe utakuwa binti bora au kijana bora. Kwa hiyo ninawasihi sana muwe na nidhamu. Endelezeni yale ambayo walimu wenu kwa kushirikiana na mwalimu mkuu wamekufundisheni. Nendeni navyo na mkawafundishe wale mtakao wakuta kule tunakorejea, ili wayaige mazuri ya Kisarawe. Tumeelewana watoto wangu wazuri?